Na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na wizara ya kisekta, haswa hii wizara ya biashara ambayo ndio wametualika sisi hapa, lakini pia tunashukuru kwa namna ambavyo wameendelea kutupokea vizuri na kupanga ratiba ya viongozi kupita kwenye mabanda yetu. Hii maana yake ni nini? Maana yake moja, wanatusaidia pia kutufanya tuweze kuonekana kwa ukubwa zaidi, kwa sababu viongozi wanapita, lakini pia viongozi wanapopita wanatoa na maelekezo. Kwa sisi kama watekelezaji wa maelekezo, kazi yetu ni kuyachukua maelekezo yao kwa ajili ya kwenda kuyafanyia kazi kwenye kuongeza tija ya kazi na biashara, ama kwenye hii fursa ambayo tumekuja kuifuata huku visiwani Zanzibar. Mkoa wa Manyara kama ambavyo tumeona tumeendelea kufanya vizuri tangu tulipofika. Wageni ni wengi na sisi hii fursa kwa kweli tunasema tutakuja kuifuata tena. Labda tusialikwe, lakini tukialikwa tu lazima tutaalikika, kwa sababu mafanikio tumeyaona na wafanya biashara mpaka muda huu wanafurahi kwa kweli, na wengi wameona umuhimu wa kuja. Lakini wale wengine ambao wako Manyara tunawaona huko kwenye mitandao wanalalamika kana kwamba hawakuambiwa, mbona si mmetuacha. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba maonyesho yajayo ya 13 kama tukibarikiwa na Mwenyezi Mungu tukaalikwa, tutashiriki kwa ukubwa na tutakuwa na wafanya biashara wengi. Inawezekana mabanda yetu yakawa makubwa zaidi mpaka mwisho kule, ikawa yote hii tumeweka watu wa mkoa wa Manyara. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kupita kwenye banda letu. Kwa kweli ameendelea kuwa kiongozi mzuri kwetu, kwa sababu Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi pia ndio mlezi wa mkoa wetu wa Manyara. Kwa ni kama vile leo tumetembelewa na baba. Baba amekuja, ameona miongozo ile anayoitoa kule na maelekezo anayotoa, amekuja kuona hapa kwa vitendo ambavyo tumeendelea kutekeleza, lakini pia na leo ametuachia maelekezo mengine. Moja wapo hatutaki kuacha hii fursa. Kwa hiyo hakuna namna ya kuweza kuikopa fursa hii tena. Maonyesho 13 mkoa wa Manyara tuko ndani tena kwa mara nyingine. Lakini pia tunawashukuru wananchi wote wa Zanzibar na wageni ambao wamekuja kwenye maonyesho yako kutembelea kwenye mabanda yetu. Sisi bado tupo mpaka tutakapofunga maonyesho haya. Tunawakaribisha sana. Waje waone mbali ya biashara ambazo tumeleta hapa, lakini pia tuna wataalamu hapa ambao wanaelezea kwa upana fursa za biashara na uchumi ambazo zipo katika mkoa wa Manyara. Tunajua kuna fursa nyingi. Sisi tuna kila kitu kwenye mkoa. Tuna fursa kwenye utalii kupitia hifadhi zetu mbili ambazo tunazo, Manyara pamoja na Tarangire. Lakini tuna fursa kwenye madini. Mkoa wa Manyara tunatoa madini ya aina zote, lakini nzuri zaidi tunatoa madini ya adimu duniani ambayo yanapatikana mkoa mmoja tu katika dunia nzima, mkoa wa Manyara, madini ya Tanzanite. Lakini tuna fursa kwenye ufugaji. Mkoa wa Manyara tuna mifugo mingi ambayo yako sawasawa idadi na wananchi walioko ndani ya mkoa wa Manyara, kwa maana ya ng'ombe. Yaani kila mwananchi mmoja ana ng'ombe wake mmoja kwa idadi ya mifugo ambayo ipo. Kwa hiyo huko nako pia tuna fursa kubwa sana. Tuna fursa kwenye uvuvi. Tumeona tuna mito, lakini tuna mabwawa, tuna maziwa ambayo yanatiririsha maji. Lakini tuna fursa zingine nyingi lukuki kwenye kilimo, pamoja na uanzishwaji wa viwanda vya kilimo, lakini kwenye kuongeza thamani ya mazao mbalimbali. Tunawakaribisha sana wananchi wote waweze kufika hapa waone bidhaa, lakini pia wasikie hizi habari nzuri kutoka mkoa wa Manyara. Lakini mwisho kabisa tukumbuke mkoa wa Manyara ni mmoja kati ya mikoa michache ambayo inaendelea kutunza mila na tamaduni za kijadi tulizonazo kutokana na makabila adimu tulionayo. Wamasai, Wabarabegi na Wadzabe, ukiacha Wairaki na makabila mengine. Kwa hiyo hapa pia tuna mavazi tumeleta hapa mazuri. Kama mimi leo nimevaa vazi la Kimasai, lakini pale pana vazi la Kibarabegi ambalo Mwenyezi Mungu akinibariki kesho nitakuja nimetinga vazi la Kibarabegi. Kwa hiyo pia kuna vitu vizuri sana vya asili ambavyo tunavyo, na tunawakaribisha sana wananchi wote. Karibuni sana katika banda la mkoa wa Manyara, na wale ambao tayari mmeshakuja tunawashukuru sana na Mungu awabariki sana. Karibuni. Sababu sehemu iliyopo ni nzuri, kubwa, inatosha sana, hata pakijaa vipi hapa panatosha. Mabanda yamejengwa vizuri, kuna space ya kutosha. Lakini ukiangalia decoration ambazo zimefanywa humu, zimefanywa decoration nzuri za kimataifa. Yaani sio maonyesho ya nchi moja, ni maonyesho ya kimataifa. Hata barabara ukipita kwa kila sehemu panafikika vizuri. Ni kuongeza tu matangazo kwa ukubwa na kuendelea kutafuta washiriki wengi zaidi waweze kuja hapa, ili mwisho wa siku maonyesho haya ya kibiashara yaweze kuwa maonyesho ya kimataifa makubwa. Kwa sababu kwenye taarifa ambazo nimekuwa nikizisikia hapa, mwaka huu nchi ambazo zimeshiriki zimeongezeka, zimefika 9. Sasa kwa uzuri huu inawezekana mwakani zikaongezeka.
zikawa nyingi zaidi. Kwa hiyo ni kuongeza tu matangazo kwa ukubwa na kwa upana wake kulingana na ndoto ya ukubwa wa maonyesho haya.